Kwamba inatuvusha kwenye ulingo mwingine ambapo tunapiga tathmini kuhusiana na masuala ya bajeti na makadirio ya bajeti ya mwaka 2025-2026 yalisomwa siku ya Alhamis juma lililopita. Wakenya wametoa hisia mseto. Mwanahabari wetu Robert Gakura amezungumza na wakazi wa eneo la Murang'a. Hebu tusikilize ni yepi wameyasema kuhusiana na bajeti ya mwaka huu. Bajeti ya mwaka wa 2025-26 tujue ama wakazi wa kaunti ya Murang'a ama wamefurahia ama wameridhika na bajeti hiyo, na vile kuhusu mswada wa fedha ambao unatarajiwa vile kupelekwa katika bunge la kitaifa. Na bila kuzungumza mengi nizungumze na wakazi. Tuanze kwa jina, tuambie bajeti ambayo imesomwa unaona kama mmeridhika nayo, imewajali kama Wakenya? Kwa majina ni Wayne Young kutoka Murang'a County, mwanafunzi wa chuo kikuu cha University ya Murang'a. Bila kupoteza wakati ningependa kusema kwamba bajeti hii ama mswada hii ambayo imesomwa mwaka huu ni sawia na ile iliyopita mwaka ujao, kwa kuwa kuna vitu vingine ambavyo vimeongezwa zilizofanya tukatokea barabarani kuandamana. Na hivi sasa licha ya kuwa kuna there are some elements zingine ambazo wametoa katika mswada huu, kuna zingine ambazo zimeongezwa na zitaumiza wananchi. Kwa mfano, kuna mswada unaopendekezwa ambao utaongeza bei ya vitu vinavyoletwa nchini na kuongeza bei yao. Madawa vitapanda bei, na pia unapata income tax ambayo inakuja directly kwa mwananchi na raia pia itapanda. Kuna vitu vingine kama kuna ushuru inayotozwa kwa vitu vya kupewa, vitu vya donation pia vitapanda bei. Ni vitu vingi ambavyo vimeweza kuongezwa na vitatuumiza. Hivyo hata mimi kwa sasa naonelea kuwa tutarudi barabarani kama tumeshaanza tayari mpaka tusikizwe. Asante kwa muda wako. Asante sana. Niweze kuzungumza na mkazi mwingine. Bajeti iliyosomwa unaona kama inawajali mkiwa wa Kenya? Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Ngugi, mkaaji wa Murang'a constituency, na jambo la kwanza niweze kusema hivi. Finance bill ambayo iliweza kuwa presented na cabinet secretary ambaye ni wa finance John Badi, ambayo haikufavor sector education, kwa sababu ungeangalia kwamba deduction ambayo iliweza kufanyika katika education sector ni kitu ambacho kinaweza kuleta utata sana katika mambo ya masomo. Na tungeomba pia wabunge mara hii watusikize na wasikize wananchi yale maoni ambayo wako nao, na hiyo deduction ambayo imeweza kufanyika katika education sector iweze kurudishwa mahali ambayo ilikuwa. Hatutaki kusikia tu wanafunzi wetu wanakuwa tax kwa maneno ya masomo, mambo ya mtihani, hilo hatutaki kusikia. Na MP pia mkue kwa macho kwa hiyo, na msitimize sana ambayo katika education sector. Asante sana. Kwa sababu ya muda nikubalishe nizungumze na mkazi wa mwisho ambaye ni mpiga biashara katika sekta ya bodaboda, na baadhi ya mambo ambayo tunaona yakiangaziwa ni kusemekana kuwa kutaletwa bodaboda zinazotumia stima. Ukiwa mkazi na mwanabiashara katika hiyo sekta, hili unalichukulia vipi? Kwa majina naitwa Bernard Pius, chairman wa bodaboda Murang'a County Riders. Mimi mfanyabiashara wa bodaboda. Kwa upande wa kuleta pikipiki zinazotumia stima itatuadhili sana juu hizo ni mambo hatujazoea. Tumezoea mambo ya pikipiki zingine juu tunazo, hatuoni maana ya kuleta zile zinatumia stima juu hatuangi zinapaletaje. Tungeomba tu tuvumilie, na hizi bado hatujamaliza rules zenye tulibeba nazo, alafu pole tutaangazia hiyo maneno, alafu tutajua ni aje. Asante sana. Hayo ni baadhi ya maoni ama hisia za wakazi kutoka hapa kaunti ya Murang'a kuhusu bajeti na vile mswada wa fedha ambao unatarajiwa na Wakenya. Na ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti 021 kaunti ya Murang'a. Tufululize moja kwa moja hadi kaunti nambari 006 kaunti ya Taita Taveta, kwake Julius Mariki. Na shukrani sana Robert Gakure kutoka kaunti ya Murang'a. Na kwenye kaunti ya Taita Taveta vile nimeweza kuungana na baadhi ya wakazi hapa kuuliza hisia zao kuhusiana na bajeti ya mwaka huu. Tutakuwa tunapata kusikia baadhi ya kauli zao. Bajeti ya mwaka huu ni bajeti ambayo tuko na matarajio, na yale ambayo tulitarajia ni kama yameguswa. Kwa mfano, tuliogopa sana kuhusu ushuru, na umezunguka ushuru ambao utaonekana si ule wenye ambao tulikuwa tunaogopa wa kufinyilia mwananchi. Kwa mfano VAT.
Zile taxes zenye zinaingia kwa consumables moja kwa moja tuliogopa sana. Kuna zile basics, kwa mfano tukitaja kuhusu mkate, tukitaja kuhusu yani yale matumizi ya kila siku. So hapo imetolewa kabisa, haijaongezeka. So uoga wetu ilikuwa kwamba kama itaongezeka hali ya maisha itakuwa ngumu. Kwa hivyo niseme iko balance, iko neutral. Mwaka huu mimi naona si mbaya sana kwa sababu sisi Taita Taveta tumetengewa 5 billion ambazo hizo zitatusaidia kwa Taita Taveta County. Na tukiangalia tena nyuma kulikuwa na shida ya nini iliyopita hiyo. So sasa hii tunaona tuko sawa sisi kama Taita Taveta, tumeshukuru. Naona tu serikali yetu ifanye vile itafanya, itukishe budget kwa sababu hata chakula iko juu sana. Wangetushikishia chakula. Hospitali yenyewe ndio hiyo, tukienda hospitalini mpaka tunaambiwa tutumie SHA, wakati mwingine inafanya kazi, saa nyingine haifanyi kazi. Sasa tulikuwa tunaomba tu waone kama vile wataweza watusaidie serikali yani. Maana sisi ni watu wake na Kenya ni yetu na hakuna mahali tunaweza enda. Kwa hivyo mimi nilikuwa naomba tu wafanye vile watakavyofanya, wajipange angalau mwananchi wa chini asiumie sana. Lakini kile ambacho naweza sema hiyo bajeti kwa upande wangu mimi naona mimi iko sawa. Sioni yani iko vipi wala maoni mengine. Mimi kwa upande wangu naona iko sawa. Na ndizo baadhi ya kauli kutoka kaunti ya Taita Taveta. Mimi ni Julius Mareki.